Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Leo tutajifunza kichwa cha jumbe linasema kwa nini Mungu anaruhusu tushindwe? Kwa nini Mungu anaruhusu tushindwe? Kwa nini Mungu anaruhusu tushindwe? Mungu akubariki na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen. Kwa nini Mungu anaruhusu kushindwa? Kwa nini Mungu anaruhusu kushindwa? Na uhakika kwamba hata wewe unanisikiliza kuna wakati ulioshindwa. Na kuna watu wengi, una ushahidi wa watu wengi ambao waliwaishindwa. Lakini kwa nini Mungu anaruhusu kushindwa? Kwa nini Mungu anaruhusu kushindwa? Kwamba kuna wakati ambapo katika maisha yetu, kuna wakati ambapo utashindwa tu. Kuna wakati ambapo utaanguka tu. Kwa nini Mungu wakati mwingine anaruhusu tushindwe? Kwa nini wakati mwingine mambo hayaendi jinsi ambavyo tulikuwa tunatarajia? Kwa nini kushindwa kupo? Kwa nini kushindwa kupo? Kwa nini kushindwa kupo? Kwa nini kushindwa kupo? Yamkini na wewe unajiuliza na watu wengine wanajiuliza. Kwa sababu siku zote kwenye maisha yetu sio kwamba mambo yote yataenda jinsi tulivyokuwa natarajia. Iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye wokovu, iwe ni kwenye biashara, kuna wakati ambapo mambo hayataenda jinsi ulivyotarajia. Ni kweli wakati mwingine unaweza kupanga mipango yako vizuri, umeweka mikakati yako vizuri, lakini kufumba na kufungua utashangaa mikakati uliyokuwa umeipanga, mipango uliyokuwa umeipanga haijaenda jinsi ulivyotarajia. Kwa nini Mungu anaruhusu tushindwe wakati mwingine? Kwa sababu wakati mwingine usipojua kwa nini wakati mwingine Mungu anaruhusu tushindwe, inawezekana ukaweza kushindwa mara moja tu, alafu moja kwa moja ukakata tamaa. Lakini neno hili nataka ujifunze jambo hili. Kila kitu, hakuna kitu ambacho hakina kipimo. Kila kitu kina kipimo. Kuna kitu kina kipimo. Kwa tunaposhindwa alafu tukainuka tena, inaonyesha ni kwa kiasi gani tumedhamiria kufanikiwa. Inaonyesha ni kwa kiasi gani tumedhamiria kulifanikisha hilo jambo ambalo tulikuwa tumepanga kulifanya. Kwa kushindwa ni kipimo cha shauku ya kufanikiwa. Shauku ya kufanikiwa inapokuwa kubwa, hata kama ukishindwa sio mara ngapi, hautaacha, utainuka tena, hautakata tamaa. Tunaposoma habari za Thomas Edison ambaye ndiye aliyegundua taa hizi za umeme, balbu hizi za umeme ambazo tunazifurahia sasa, tunazitumia sasa. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba Thomas Edison alishindwa mara 10,000. Alishindwa mara 10,000 lakini hakukata tamaa. Sasa nini kinachotuonyesha hapa? Kinaonyesha kwamba Thomas Edison alikuwa na shauku ya kulifanikisha lile ambalo alikuwa naamini kwamba linawezekana. Sio kwamba mtu aliyetengeneza ndege alitengeneza mara moja akafanikiwa. Alishindwa several times, alishindwa mara kadhaa, lakini alikuwa na shauku ya kuhakikisha kwamba ametengeneza kitu ambacho kitatembea huko hewani, kikiwa kimebeba watu, kikiwa kimebeba mizigo. Tofauti ya watu masikini na watu ambao sio masikini ni kwamba wakati mwingi watu masikini hawana shauku yao ya kufanikiwa ni ndogo. Wakishindwa mara moja tu wanakata tamaa. Wakijaribu mara moja jambo lisipoenda jinsi walivyokuwa wanatarajia, wanakata tamaa. Na Mungu yuko smart. Mungu yuko smart. Wakati mwingine ataruhusu ushindwe ili kujaribu kuangalia kwamba una shauku kiasi gani ya kufanikiwa. Una shauku kiasi gani ya kulifanikisha hilo jambo ambalo unataka kulifanya. Una shauku kiasi gani? Una shauku kiasi gani? Kwa wakati mwingine Mungu anaruhusu tushindwe ili kupima shauku yetu ya kufanikiwa. Wana wa Israeli aliwaambia kwamba aliwatoa kwenye nchi ya Misri. Na akasema kwamba anawapeleka kwenye nchi ambayo inatiririka maziwa na asali.
Lakini wako watu wengi ambao shauku ya kufika huko Kanaani, shauku ya kufika hiyo nchi ambayo inatirika maziwa na asali ilikuwa ni ndogo, kiasi kwamba walipokuwa nakutana na magumu walikuwa ni watu wa kunung'unika, walikuwa ni watu wa kumlalamikia Musa. Kwa nini walikuwa wananung'unika? Kwa sababu Mungu alivyo, atakuonyesha unakokwenda, lakini hata kuonyesha hapa katikati utakutana nini. Wana wa Israeli walitoka Misri kwa furaha kubwa, kwa kelele kubwa, kwa shangwe kubwa, lakini hawakujua kwamba muda mchache ujao watakutana na bahari ya Shamu, na Farao atakuwa anakuja na kikosi chake kuja kuwarudisha tena utumwani. Wakavuka bahari ya Shamu. Miriam akaanzisha wimbo, wakaimba kwa furaha. Hawakujua kwamba muda mchache ujao watakosa maji ya kunywa kwa muda wa siku 3. Kila walipokuwa nakutana na changamoto, kila walipokuwa nakutana na magumu, walikuwa ni watu wa kulalamika, kwa sababu shauku yao ya kufika kule Kanaani haikuwa kubwa kiasi cha kushinda changamoto walizokuwa wanapitia. Wengi waliishia jangwani. Mungu anaruhusu kushindwa ili kupima shauku yetu ya kufanikiwa. Mungu anaruhusu wakati mwingine mambo yasiende jinsi tulivyokuwa tunatarajia ili kupima shauku yetu ya kulifanikisha hilo tuliokuwa tumepanga. Hajalishi umepanga vizuri namna gani. Kuna mambo mara nyingi hayataenda jinsi ulivyokuwa unatarajia, lakini ukiwa na shauku kubwa ya kulifanikisha jambo hilo, hata kama ukishindwa utajaribu tena, hata kama ukishindwa utajaribu tena. Lakini shauku ya kufanikiwa ikiwa ndogo, ukishindwa mara moja utakata tamaa, ukishindwa mara moja utavunjika moyo. Mungu anaruhusu tushindwe wakati mwingine ili kupima shauku yetu ya kufanikiwa, ili kupima shauku yetu ya kufanikiwa. Mtu mwenye shauku kubwa, haijalishi atakutana na vikwazo gani, haijalishi atakutana na vipingamizi gani, maadamu yeye anachoangalia ni kule ambako anatamani kufika, ni kule ambako anatamani kufika. Vikwazo havitamkwamisha, vipingamizi atakavyokutana navyo havitamkwamisha, kwa sababu amefocus nguvu zake zote, akili zake zote amezielekeza kwenye kulifanikisha jambo hilo. Haijalishi atakutana na vikwazo gani hapa, haijalishi atakutana na vipingamizi gani hapa, yeye ataendelea kusimama na kile ambacho amedhamiria kukamilisha. Kwa Mungu anaruhusu kushindwa ili kupima shauku yetu ya mafanikio. Watu wengi wanatamani kufanikiwa, lakini shauku ya kufanikiwa ni ndogo. Shauku ya kufanikiwa ni ndogo, na kwa sababu shauku ya kufanikiwa ni ndogo, wakikutana na changamoto kidogo tu, wakikutana na ugumu, wanakata tamaa. Hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hajawahi kukutana na magumu. Hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hajawahi kushindwa. Kila mtu alishindwa, lakini alijaribu tena. Kila aliyefanikiwa kwenye huduma, aliyefanikiwa kwenye biashara, aliyefanikiwa kwenye eneo lolote la maisha yake alikutana na magumu, lakini hakukata tamaa. Hakukata tamaa. Alijipanga kwa upya. Ninakumbuka nilivyoanza sekondari form 1. Mtihani wa kwanza ulikuja wa Kiingereza, wa English. Nikapata 0. Nikapata 0. Na shule nilikuwa nasoma ndio ambayo kaka zangu walikuwa nasoma. Na mwalimu alikuwa anajua kaka zangu. Akasema, wewe kaka zako walikuwa wanafanya vizuri, wewe unapata 0. Mwalimu akanitandika viboko 5. Na viboko 5 ambavyo nilikuwa natamka vya touch your shoes. Sio kwamba unalala chini. Unagusa viatu alafu mwalimu anakutandika viboko. Nikatandikwa viboko 5. Nilishindwa kwenye somo la Kiingereza. Lakini neno moja ambalo nilitamka, nilisema kwamba mimi sijaja kukufeli. Nilikuwa na shauku kubwa ya kufanya vizuri. Nilirudi nyumbani, nikaingia chumbani, nikalia, nikasema mimi sijaja kufeli. Alafu baada hapo
nikaanza kusoma kwa bidii kama vile niko kidato cha 4. Soma mpaka saa 6 usiku. Sijawahi feli tena. Nikapata max nilikuwa nimepata 0. Sijawahi feli tena. Performance yangu kwenye kila somo ikaanza kuinuka. Na baada ya muda si mrefu watu wakaanza kujua kwamba kuna mtu anaitwa fulani kwenye shule hii. Mungu anaruhusu wakati mwingine kushindwa ili kupima shauku tulionayo ya mafanikio. Kupima shauku yako ya mafanikio ulionayo. Una shauku ya namna gani kutoka kwenye umaskini? Unauchukia huo umaskini kwa kiasi gani? Unaichukia hiyo hali ulionayo kwa kiasi gani? Unayachukia maisha ya dhambi kwa kiasi gani? Unayachukia kwa kiasi gani? Kwa sababu kama hauna shauku ya kuishi maisha matakatifu, kama hauchukii dhambi kwa kiasi kikubwa, utakuwa ni mtu wa kuanguka kwenye dhambi. Utakuwa ni mtu wa kutubu kila siku. Lakini sisi hatujaumbiwa hivyo. Kwa nini Mungu anaruhusu tushindwe? Mungu anaruhusu tushindwe ili kupima shauku yetu ya mafanikio. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba Mungu aliwapitisha wana wa Israeli njia ndefu ili kuipima mioyo yao. Ni kweli unatamani kuwa bilionea? Ni kweli unatamani kufanikiwa kwenye biashara? Ni kweli unatamani kufanikiwa kwenye huduma? Lakini tambua kwamba kuna kushindwa. Na hicho shauku ya kufanikiwa kwenye jambo lolote ile ndiyo ambayo inatofautisha watu waliofanikiwa na watu ambao wamebaki pale pale. Watu waliobaki pale pale, shauku ya kufanikiwa ilikuwa ndogo, na ndio maana wamebaki pale pale. Mungu anaruhusu tushindwe ili kupima shauku yetu ya mafanikio. Ni kweli unatamani kufika mahali fulani, umeweka mipango yako, umeweka mikakati yako, lakini kumbuka kushindwa kupo. Kiwasi cha shauku ulionayo ndicho kitakachoamua kwamba ufikie malengo yako au usifikie hao malengo yako. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kushindwa kupo, na Mungu ameruhusu kushindwa ili kupima shauku ya mafanikio, kupima shauku ya kufanikiwa. Una shauku kiasi gani ya kufanikiwa? Unatamani kwa kiasi gani kufika mahali fulani? Una shauku kiasi gani ya kuondokana na hiyo hali ulionayo? Una shauku kiasi gani? Mungu akubariki sana kwa mafundisho haya. Roho Mtakatifu akuwezeshe kutokukata tamaa, kutokuvunjika moyo unaposhindwa kwenye eneo lolote lile, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kumbuka wote waliofanikiwa kwenye eneo lolote lile ni watu ambao walikuwa na shauku kubwa ya kufanikiwa. Ukiwa na shauku ndogo, ukikutana na vikwazo tu utakata tamaa. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, pia share, washirikishe marafiki zako mafundisho haya. Unaweza ka like, unaweza ka comment pia. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.